Hujambo na karibu mtazamaji wa Zoni Media. Tumerudi tena kwa mara nyingine tena. Sasa katika hatua mpya ya mchakato wa amani unaosimamiwa na Marekani, kundi la Hamas limerudisha miili ya mateka watatu wa Kiyahudi waliokuwa wakishikiliwa katika ukanda wa Gaza kwa zaidi ya miaka miwili, huku mingine minne ikiripotiwa bado ipo mikononi mwa wapiganaji wa Kipalestina. Hatua hii imekuja wakati wa mazungumzo ya kusitisha mapigano yanayoendelea kati ya Israel na Hamas, ambayo yameacha maelfu ya watu wakiwa wameuawa na mamilioni kupoteza makazi yao, licha ya juhudi za Marekani kuweza kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Lakini bado kumekuwepo na mazungumzo ya mara kwa mara, wakitumia washirika wa mazungumzo hayo ambao walikuwa wamefanikisha mpango mzima wa kuweza kusitisha mapigano, huku Israel na Hamas wakizidi kuweza kuzungumza kwa mustakabali kabisa wa kuacha kuvunja ule utaratibu wa kuweza kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa usalama wa Israel, Hamas hadi sasa imerejesha jumla ya miili ya mateka 20 kati ya wale waliokuwa wakishikiliwa tangu kuzuka kwa vita vya Oktoba 7 mwaka 2023. Hata hivyo, mchakato wa kurejesha miili iliyosalia umekuwa wa kusuasua, jambo linalozua taharuki mpya kati ya pande hizo mbili. Taarifa kutoka kwa maafisa wa Hamas zinasema kuwa baadhi ya miili haijapatikana kutokana na kuwa imezikwa chini ya vifusi vya majengo yaliyobomolewa na mashambulizi ya anga ya Israel yaliyotekelezwa katika kipindi cha miaka miwili ya operesheni zake ndani ya ukanda wa Gaza. Tunaendelea kujaribu kufikia maeneo yote yaliyoharibiwa, lakini hali ya usalama na uharibifu mkubwa wa miundombinu inafanya kazi hii kuwa ngumu sana, alisema msemaji wa Hamas katika taarifa yake kwa vyombo vya habari vya Kiarabu. Serikali ya Israel na familia za mateka hao wameikosoa vikali Hamas kwa kile wanachokiita kuchelewesha makusudi urejeshaji wa miili hiyo. Wamesema kuwa Hamas inatumia swala hilo kama silaha ya kisiasa ili kupata manufaa zaidi katika mazungumzo ya amani. Maafisa wa Israel wamesema wazi kuwa endapo miili hiyo yote ya mateka haitarejeshwa haraka, nchi hiyo itarejelea mashambulizi makali ya kijeshi dhidi ya Gaza au kusitisha misaada yote ya kibinadamu inayopelekwa kwa Wapalestina kupitia makubaliano ya kimataifa. Katika tukio la hivi karibuni lililotokea Jumapili, Hamas ilikabidhi kwa jeshi la Israel miili ya wanajeshi watatu waliokuwa miongoni mwa waliotekwa na kuuawa katika shambulio la kigaidi lililotokea Oktoba 7 mwaka 2023 kusini mwa Israel. Jeshi la Israel limethibitisha kuwa miili hiyo ni ya Omar Neutra, kijana mwenye uraia wa pacha wa Marekani na Israel, Ozil Daniel na Kanali Asaf Hamami, wote waliokuwa wakihudumu katika kikosi maalum cha ulinzi cha Israel. Taarifa kutoka Wizara ya Ulinzi ya Israel zilisema kuwa urejeshaji wa miili hiyo ni matokeo ya shinikizo kubwa kutoka Marekani, ambayo inaendelea kusimamia mpango wa amani wa kurudisha amani ya kudumu kati ya Waisrael na Wapalestina. Hata hivyo, maafisa wa Marekani wamekiri kuwa bado kuna vikwazo vingi katika utekelezaji wa mpango huo, hususan kutokana na ukosefu wa imani kati ya Hamas na serikali ya Tel Aviv. Kwa sasa miili ya mateka 4 bado ipo Gaza, wakiwemo raia kadhaa wa Israel na Marekani mwenye uraia wa Israel, ambao serikali ya Marekani imeomba warejeshwe bila masharti yoyote. Familia za mateka hao zimeendelea kufanya maandamano mjini Tel Aviv zikidai serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ichukue hatua kali zaidi kuhakikisha wapendwa wao wanarejeshwa nyumbani, hata kama ni kwa miili yao. Mashirika ya haki za binadamu yameitaka jumuiya ya kimataifa kuongeza shinikizo kwa pande zote mbili ili kumaliza mzozo huu wa kibinadamu unaozidi kuongeza maumivu kwa familia za wahanga. Wamesema kwamba kurudisha miili ya mateka waliokufa sio tu tendo la ubinadamu, bali pia ni ishara ya heshima kwa maisha na amani. Mpaka sasa bado haijafahamika ni lini Hamas itakamilisha mchakato wa kurejesha miili yote iliyosalia, huku mazungumzo yote ya amani yakionekana kupoteza kasi na hofu kuongezeka kuwa vita vinaweza kurudi upya Gaza iwapo makubaliano hayatatekelezwa kwa wakati. Kiujumla, hali katika ukanda wa Gaza bado si shwari sana kwa sababu ya ucheleweshwaji wa urejeshaji wa miili ya mateka ambao walikwisha fariki waliokuwa wanashikiliwa na Hamas. Sasa Israel kupitia raia wake na serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu bado inazidi kuilaumu Hamas kwamba inachelewesha miili ya mateka, kwa sababu mpaka sasa hivi Hamas imerejesha jumla ya miili 20 kati ya 8 ambayo imebakia hivi sasa.
Miili 8 imebakia mpaka sasa hivi, ambapo Marekani pia imeiomba Hamas kwamba iweze kuachilia mateka hao salama kabisa bila masharti yoyote, lakini kwa kuwa basi Hamas walikuwa wakiomba kuongezewa muda zaidi na kuvumiliwa kwa sababu ya miili ambayo waliizika imeweza kufunikwa na vifusi ambavyo vilitokana na maporomoko ya majengo yaliyokuwa yakishambuliwa na jeshi la Israel katika vita katika ukanda wa Gaza. Hivyo Hamas pia iliweza kuomba msaada kutoka katika taifa la Misri waweze kupeleka bulldozer zile kwa ajili ya kwenda kutoa vifusi vile ili kuweza kupata miili hiyo, lakini vile vile Hamas ikaweza kuomba msaada katika taifa la Uturuki kwa ajili ya kuweza kusaidiwa zile bulldozer ambazo zitaweza kufukua vifusi ili kuweza kuipata miili yote ambayo imesalia huko. Sasa shinikizo bado ni kubwa, na taifa la Israel kupitia jeshi lake pamoja na serikali yake inaona kabisa kwamba kuna ucheleweshaji mkubwa ambao unafanywa na Hamas hadi hivi sasa, kwani mateka ambao walitakiwa waweze kurejeshwa kipindi cha sitisho la mapigano limeweza kuidhiniwa chini ya rais wa Marekani Donald Trump, wanaona kuna ucheleweshaji mkubwa na upuuzaji wa yote ambayo yanazidi kuendelea kutokana na uhalisia ambao taifa la Israel linashinikiza kwamba waweze kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yameweza kufikiwa kipindi kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump aliweza kuidhinisha mkataba huo ambao ulisainiwa pale katika mji wa Sharm el Sheikh nchini Misri. Sasa kuna taswira gani ambayo inaonekana hapa? Kwa sababu hali katika ukanda wa Gaza bado ni tete. Kumekuwepo na mashambulizi mara kwa mara yakiripotiwa, taifa la Israel likishambulia kwenye baadhi ya maeneo kama Khan Yunus, Del Barahil, lakini kaskazini mwa Gaza pia Gaza City kumekuwepo na ripoti za mashambulizi kadhaa ambazo zimekuwa zikiripotiwa, lakini hata katika ukingo wa magharibi maarufu kama West Bank bado kumekuwepo kuna unyanyasaji mkubwa kabisa wa raia wa Palestina ambao wamekuwa wakifanyiwa na taifa la Israel au raia wa Israel katika ukanda wa West Bank. Kusini mwa Gaza bado ni tishio kubwa kwa wananchi wa Gaza, lakini vile vile hata pia kwa Hamas ambao wamekita kambi huko katika maeneo hayo wamekuwa wakipata vitisho vingi kutoka katika jeshi la Israel, lakini ule mstari wa yellow line ambao umegawanya 42% Gaza, lakini 58% upande ambao jeshi la Israel limeweza kukalia kwa hivi sasa, huku likiondoka taratibu katika zile fezi za kuweza kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Marekani inasema nini dhidi ya haya yote? Rais wa Marekani Donald Trump kupitia washirika wa Mashariki ya Kati akiwemo Steve Witkoff wameendelea kushinikiza kwa Hamas kwamba wanatakiwa kuweza kufuata makubaliano ya kuweza kusitisha mapigano kwa kuweza kuachilia miili yote, lakini vile vile kuweza kutii baadhi ya vipengele ambavyo vimeainishwa kwenye mkataba wa amani kati ya Hamas pamoja na Israel. Bado kuna mambo mengi sana huenda yakatokea katika nyakati za hivi karibuni, kwa sababu usalama bado si mzuri sana katika ukanda wa Gaza, huku hofu ikizidi kutanda kutokana na matishio ya kiusalama ambayo yamekithiri katika ukanda wote wa Gaza, huku Israel ikishinikiza kuweza kuwapata mateka wake wote 8 waliosalia kukamilisha idadi ya mateka 28 ambao walikuwa wakishikiliwa na Israel ambao ni mfu. Mtazamaji wetu, usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Utakuwa nami hapa wakati wote, mtangazaji wako Victor Moshi, ni kujuze yale ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa.